Yale yote ambayo ni halali katika mchana wa Ramadhani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuharamishia. Chakula chako ambao umetoa jasho kukipata kwa njia ya halali, umeandaa wali wa nazi nzito kwa samaki ya kupaka na mboga wa mchicha, unaambiwa mchana wa Ramadhani hufai kuikaribia hii. Leo katika mchana wa Ramadhani umeandaa juisi yako, kinywaji kizuri mno ya passion fruit iliyochanganywa na karoti ndani yake, inatoa jasho ndani ya fridge, unaambiwa mchana wa Ramadhani hufai kuikaribia hii, na Muislamu akaweza kuiacha. Mke wako ambaye ni wa halali, ulifunga naye ndoa, mashahidi wakapatikana, ukalipa mahari, watu wakala pilao, unaambiwa mchana wa Ramadhani usijaribu kumkaribia huyu, na ukijaribu kumuingia kiwiliwili utalipa kafara ambao utaijutia maisha. Sasa swali ambayo inayokuja ni Muislamu, ikiwa mimi na wewe leo tumeweza kuyaacha yalokuwa ni ya halali, vipi tena tunashindwa kuachana na vitu vya haramu? Na haramu ndo rahisi mtu kuiacha kuliko halali. Halali ni kitu ambacho mtu amekizoea katika maisha yake. Kama ni chakula chako unakula kila siku, kama ni maji ndani ya friji na mtungi unaitumia kila siku, kama ni mke wako uko naye kila wakati, hii kuiacha sio rahisi. Ndio anasema alosema, man shaba ala shay'in shaba alayhi, mtu yoyote mwenye kujizoesha kufanya jambo, ile jambo inamzoea yeye. Hata ikifika time ya kula, hajapata chakula, mwili unaanza kutetemeka, akili inakuwa haifanyi kazi. Hii ndo ngumu mtu kuiacha. Lakini maasi mtu anaipata kwa nadra sana, labda kwa wiki mara moja, labda kwa mwezi mara moja, labda kwa mwaka mara moja. Hii ndo rahisi mtu kuiacha. Lakini malasafu shadid, imekwenda maasi imekuwa ni mzigo kwa baadhi ya Waislamu leo kuyaacha, na mema tumekaa naye mbali. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameileta Ramadhani ili kutukumbusha si Waislamu ya kwamba hii maisha ambayo tunaishi katika mwezi wa Ramadhani ndio maisha ambayo tunafaa kuishi maisha yetu yote. Leo wangapi miongoni mwetu ndugu Waislamu, Ramadhani iliyopita ambayo imekwisha juzi tu, katika Ramadhani ya mwaka uliopita tulitoa ahadi nyingi kwamba tutaendelea kuyafanya haya ambayo tunayafanya leo katika mwezi wa Ramadhani. Muislamu akasema, bana, mimi sitoacha tena kusoma Qur'an, mimi sitoacha kuswali swala 5 kwa jamaa msikitini, hata salati alfajiri haitonipita, mimi sitorudia tena maasi. Hata wengine walilia katika Ramadhani iliyopita wakati imam na muadhin au imam anayosalisha qiyamul layl alipokuwa anasoma kunut, tukatoa machozi ndani ya msikiti. Lakini Ramadhani ilipomalizika mwaka jana, haikumalizika wiki moja, wengi wetu tuliyasahau ya